ikitangaza moja kwa moja kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Hii ni Radio Kwizera FM, tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watu 15 kwa tuhuma za wizi wa miundombinu ya taa za barabarani kwenye barabara ya Tabora kuelekea Katavi kupitia wilaya ya Sikonge. Vyama vya msingi vya ushirika vinavyokusanya kahawa wilayani Mleba mkoani Kagera vimeshauriwa kuwakopesha wakulima wanapokuwa wana uhitaji wa fedha. Na Ethiopia imeokoa zaidi ya dola bilioni 3.1 za Kimarekani kupitia kubadilisha bidhaa zinazoingizwa kutoka nje kwa zile mbadala zinazozalishwa nchini humo. Habari kamili. Tabora. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watu 15 kwa tuhuma za wizi wa solar panel na betri za taa za barabarani kwenye barabara ya Tabora kuelekea Katavi kupitia wilaya ya Sikonge. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Abwao amesema hayo kutokana na operation maalum iliyoendeshwa na kwa ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wakala wa barabara Tanzania TANROADS kwa kipindi cha Januari hadi Machi mwaka huu. Kwa mujibu wa meneja wa TANROADS mkoa wa Tabora, Mhandisi Rafaeli Mlimaji, katika ukaguzi uliofanywa kwenye barabara hiyo, solar panel 27 na betri 1 zimebainika kuibiwa na kwamba tayari serikali imepata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 80 kutokana na vitendo vya uhalifu. Uchunguzi zaidi wa kisayansi unaendelea ili kuweza kuwabaini na kukamata wote waliojihusisha na uhalifu huo na ili waweze kufikishwa mahakamani. Nitumie nafasi hii kutoa wito kwa raia wema kuendelea kushirikiana na jeshi lao kuhakikisha kwamba miundombinu ya serikali inalindwa vizuri, kwa maana serikali inatumia fedha nyingi kwenye kuwekeza miundombinu hii kwa manufaa ya wananchi wake. Hivyo kwa pamoja tuendelee kudhibiti na kutoa taarifa za wahalifu wote wanaojihusisha na wizi wa miundombinu hii ili waweze kukamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Naye mkuu wa wilaya Sikonge Bwana Colonel Magembe ametahadharisha kuwa vyombo vya usalama wilayani humo havitovumilia wala kuwafumbia macho watu wanaojihusisha na uharibifu wa miundombinu ya serikali. Ukweli ni kwamba sisi kamati ya usalama ya wilaya tumeshatangaza vita na watu hao, na mtu yeyote atakayesikika au kubainika anajaribu kuchezea hii miundombinu ikiwemo hizo taa za barabarani, sisi jeshi la polisi pamoja na vyombo vyangu vyote vya usalama vya wilaya hii kwa kweli tutawashughulikia ipasavyo. Kwa hiyo mimi wito wangu tu ni kwamba wasijaribu kuchezea miundombinu ya serikali sikiwemo hizo taa za barabarani. Vyama vya msingi Muleba. Vyama vya msingi vya ushirika vinavyokusanya kahawa wilayani Muleba mkoani Kagera vimeshauriwa kuwakopesha wakulima wanapokuwa wana uhitaji wa fedha ili kuepukana na changamoto ya kuuza kahawa ikiwa bado shambani. Ushauri huo umetolewa na wenye viti wa vijiji akiwemo Bwana Nathani Matungwa na Joyce Progestas kwenye kikao cha kujadili namna ya kudhibiti uuzaji wa kahawa mbichi kilichohusisha maafisa ugani, watendaji wa kata na vijiji kilichofanyika jana wilayani humo. Wamesema kuwa bado jamii ina changamoto ya uchumi mdogo wa kifedha, hali ambayo imekuwa ikiwalazimu kuuza kahawa mbichi ikiwa bado shambani. Ina maana butura inasababishwa na kipindi cha njaa, labda mtu akiona njaa watoto wanaenda vibaya shuleni, anaenda kujikopesha ile butura. Ina maana vyama vya msingi vikisajiliwa rasmi vikawa na SACCOS, ndio tutaona namna ya kudhibiti butura. Kinachoisababisha butura ni umaskini tulio nao. Mwananchi anapofika mwezi wa 12, serikali inamwambia peleka mtoto sekondari, sina hela benki, sina account. Tutafute namna vyama vya msingi viweke fedha za kuwasaidia wananchi. Mipango kama hiyo tutaweza kufanikisha kahawa. Mkuu wa wilaya ya Mleba Dr. Aberi Nyamahanga amewataka viongozi hao kushirikiana kutoa elimu kwa wananchi juu ya madhara ya kuuza kahawa ikiwa haijakomaa
na endapo mtu akibainika kununua au kuuza kahawa za wizi, magendo na zikiwa mbichi, atachukuliwa hatua za kisheria. Mwanza. Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA Tanzania Bara, Bwana Benson Kigaila, amesema tatizo la kucheleweshwa kupata vibali vya helikopta na uwanja wa kufanyia mkutano wa hadhara Mwanza umesababisha chama hicho kusogeza siku mbele za operesheni zake. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Mwanza jana, Kigaila amesema kutokana na sababu hizo wamesogeza siku mbili mbele mpaka Juni 3, ambapo watazindua mikutano yao rasmi jijini humo kisha kuendelea na mikutano mingine kwa siku 16. Katibu mkuu siku ile anatangaza, alisema uzinduzi wetu utafanywa tarehe 1 mwezi wa 6 2025, na tulijipanga tuanze tarehe hiyo. Baada ya kufika Mwanza, tumeona tusogeze mbele kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, mpaka leo tulikuwa hatujapata kibali cha helikopta. Lakini cha pili ni upatikanaji wa viwanja. Hawa makamanda wamepeleka maombi kwa halmashauri ya Ilemela kwa ajili ya uwanja wa Furahisha, mpaka leo hatujapata majibu yao. Aidha, Bwana Kigaila amesema ajenda ya CHAUMMA si kugomea uchaguzi mkuu kama vyama vingine, bali wao wapo tayari kushiriki katika uchaguzi huo na kuhakikisha wanatatua changamoto zinazowakabili wananchi wa jiji la Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Addis Ababa. Ethiopia imeokoa zaidi ya dola bilioni 3.1 za Kimarekani kupitia kubadilisha bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kwa zile mbadala zinazozalishwa nchini humo katika kipindi cha miezi 9 ya kwanza ya mwaka huu wa fedha ulioanza Julai 8 mwaka 2024. Kwa mujibu wa waziri wa viwanda wa Ethiopia, Tarekegin Bululuta, soko la nchi hiyo limeongezeka kutoka 30% hadi 44 katika miaka michache iliyopita kutokana na maboresho ya hivi karibuni kwenye sekta ya viwanda. Aidha, waziri huyo wa viwanda amesisitiza umuhimu wa kimkakati wa sekta hiyo katika kufikia ukuaji endelevu, shindani na thabiti wa uchumi, na kubainisha kwamba maendeleo ya hivi karibuni ni matokeo ya juhudi zilizoratibiwa zinazolenga kushughulikia masuala ya kimfumo. Aidha, waziri huyo ametilia mkazo maboresho makubwa katika sekta ya utengenezaji kama vile nguo, chuma, chakula na vinywaji. Abuja. Jeshi la Nigeria limewakamata wanajeshi 18, polisi 15 na raia 8 katika operesheni maalum ya kupambana na maafisa wa usalama wanaoshirikiana na magenge ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na kuwapa silaha magaidi hao. Afisa mkuu wa jeshi la Nigeria, Meja Jenerali Ademola Owelana, amesema hatua hiyo na hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wahalifu hao, na kwamba operesheni za hivi sasa zimeendeshwa katika majimbo 11. Kwa upande wake, tovuti ya Daily Trust imeripoti kuwa watu hao wamekamatwa, huku kamanda wa operesheni hiyo Meja Jenerali Abdul Salam Abubakar akiwatuhumu mamluki wa kigeni kwa kuwapa mafunzo wanachama wa Boko Haram na Daesh katika ukanda wa Afrika Magharibi. Hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Borno Babagana Zulum alikuwa ameonya kuchukuliwa hatua kali magenge ya kijasusi ya kigeni na yoyote atakayebainika kushirikiana na magaidi. Borno limekuwa moja ya majimbo yasiyo na usalama nchini Nigeria katika miaka ya hivi karibuni na kitovu cha mashambulizi ya Boko Haram. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watu 15 kwa tuhuma za wizi wa miundombinu ya taa za barabarani kwenye barabara ya Tabora kuelekea Katavi kupitia wilaya ya Sikonge. Vyama vya msingi vya ushirika vinavyokusanya kahawa wilayani Mleba mkoani Kagera vimeshauriwa kuwakopesha wakulima wanapokuwa wana uhitaji wa fedha. Na Ethiopia imeokoa zaidi ya dola bilioni 3.1 za Kimarekani kupitia kubadilisha bidhaa zinazoagizwa kutoka nje
kwa zile mbadala zinazozalishwa nchini humo. Waza Wazua. Msikilizaji, usisubiri ruhusa ya kutumia akili yako kutoka kwa mtu mwingine. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @radiokwizera.fm, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.